Bwana Yesu, nakushukuru tena kwa ajili ya siku hii ya leo. Bwana, asante kwa neema yako na mkono wako. Mungu, nakushukuru kwa nafasi hii Bwana Yesu ambao umeiachilia tena siku hii ya leo. Bwana Yesu, nakushukuru na kusema asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu ni neema yako tu na ni uaminifu wako tu Bwana Yesu ambao unaendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa neema yako na kibali chako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninaomba kwa ajili ya kila pia ambaye anatazama, anafuatilia Bwana Yesu kipindi hiki. Mungu, ninaomba neema yako ikaambatane pamoja naye. Roho Mtakatifu aliye mwalimu akampe kufahamu zaidi na akaelewe zaidi kile Bwana Yesu ambacho umekikusudia kukisema juu ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho yoyote ya uharibifu, roho yoyote ambayo ya adui ambayo haina mapenzi mema Bwana juu ya mtazamaji, haina mamlaka, katika jina la Yesu akazingirwe na wigo wa moto na upako wa Roho Mtakatifu ukawe juu yake, na neema ya Kristo ikawe juu yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mazakatala de rede bokosikirianda hazaya lekosha kapava radeste likorobo koshantaraba sata lima hazakatela de rede bokoshika lekosha baranda sikirianda rabo kushira likabaranda santele de riande ribo kushika. Malaika wa madhabahu ya uponyaji na uzima akaenende pamoja nasi Bwana katika kipindi hiki, ukaseme na watumishi wako Mungu ambao umewakusudia kusema nao, maana umesema wataijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Mungu, kweli yako ikaweke huru kwenye maisha yao, ikawafungue katika vifungo na katika mazingira ambayo Mungu amefungwa, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe mahali popote ulipo, sehemu yoyote ulipo, unaposikiliza na unapotazama kipindi hiki. Karibu siku ya leo tena katika kipindi, na tutakuwa na somo ambalo linazungumza kwa habari hitaji uongozi wa Mungu katika maisha yako. Hitaji uongozi wa Mungu kwenye maisha yako. Ni somo ambalo tulianza nalo muda kidogo, na naamini kuwa liko kusudi katika jambo hili, kwa sababu hakuna kitu kinachokuja katika maisha ya mtu, au hakuna neno linalokuja kwenye maisha ya mwanadamu ambalo halijabeba kusudi ndani yake. Jambo hili ni jambo ambalo lina kusudi kubwa sana kwenye maisha yako, kwa habari ya kuhitaji kuongozwa na Mungu. Kabla ya kuendelea, nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari wa 20. Anasema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Swali jepesi kabisa la kujiuliza kwamba ikiwa sisi tunaosema, bali ni Roho wa Baba aliye ndani yetu ndio anasema, ina maana kwamba tunaongozwa na Baba. Baba ndio anatuongoza kusema anachotaka tuseme. Yohana sura ya 15. Kitabu cha Yohana sura ya 15. Zagadestele de yanda Bosharada sterida magazente verina hoja paya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yohana sura ya 15 mstari kuanzia wa kwanza anasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yenu, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tarudia huu mstari wa 5.
mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo mimi nani? Pasipo Kristo, pasipo Bwana Yesu, sisi hatuwezi kufanya neno nini lolote. It means kwamba anapokuwa ndani yetu anatuongoza kufanya kile ambacho yeye aliye ndani anataka kifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una mtoto, lakini huyo mtoto hafanyi mapenzi yake, atafanya mapenzi ya kwako wewe. Hatafanya tu kwamba ajiamulie kwamba ameamka asubuhi akajiamulia afanye anachotaka. Hawezi. Kwa nini? Atafanya mapenzi ya baba, anachokitaka baba. Bwana Yesu asifiwe. Lako shaka barana sito verinande lederi yakosaya. Tulikuwa kwenye pointi nadhani ya 3 kama sikosei kipindi kilichopita, kwa habari ya faida ya kuongozwa na Roho wa Mungu au faida ya kuongozwa na Mungu. Tuliona kwamba jambo mojawapo itakusaidia wewe uweze kufanya mapenzi ya Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu ambalo amekuwekea. Lakini jambo la pili tuliona kwamba utaweza kushinda vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tutaangalia jambo jingine. Makashantaradeste. Jambo la 3. Utaurithi ufalme wa Mungu. Jambo la 3. Utaurithi ufalme wa Mungu. Zakataradeste. Ngoja tusome kitabu cha Utaurithi ufalme wa Mungu. Kuna maisha baada ya haya. Na ndiyo maana unapokuwa mahali ufahamu kwamba kuna maisha baada ya haya. Na kama kuna maisha baada ya haya, unafanyaje kwa habari ya kutengeneza wewe na Mungu kwa ajili ya kesho? Kwa sababu unapoishi ukifanikiwa sawa, lakini kumbuka katika mafanikio hayo usije ukasahau, baada ya kufanikiwa na baada ya maisha haya kuna maisha baada ya haya. Sasa unajiandaje kwa ajili ya maisha yajayo? Likarabasu brandetila derede bokushika marada sata. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 30. Marko sura ya 10 mstari wa 30 anasema hivi: ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu na waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya Bwana Yesu alikuwa anazungumza. Nikirejea kusoma mstari wa 29 anasema, Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusudi la Mungu au la Bwana Yesu kusema maneno haya alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha hivi: kwa yule ambaye ataamua kumfuata atapewa mara 100 ya hapa duniani.
Na hiyo mara 100 anaizungumza hapo. Atapewa mara 100 ya wakati huu, atapewa nyumba, atapewa ndugu waume, ndugu wake, mama na watoto, mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Sasa nazungumzia uzima wa milele. Baada ya kupata uzima wako, kwa sababu unaweza unakaa unaomba, Mungu naomba uzima, Mungu naomba ufungue milango yangu ya uchumi. Yes, okay, ni vizuri, kwa sababu iko mara 100 Mungu ambayo ameisema utaipata ukiweko hapa duniani. Lakini kuna maisha baada ya hapa. Likaraba shantele de rede bokusikirianda raba kasika. Okay, kuna maisha baada ya hapa. Likorobo shantala darada bokushika. Lemoza pavaranda. Hicho ndicho ambacho nataka ufahamu. Kwamba mafanikio na vitu utapata, lakini baada ya kupata kuna maisha baada ya hapa. Mazantala darada kusha. Ukisoma kwa habari ya Paulo anazungumza, anasema kwamba mimi napiga mbio, si kana kwamba napiga bure. Anapiga mbio, si kana kwamba anapiga mbio bure. Na anautesa mwili, hataki kuutesa mwili tu alafu aishie asiuone ufalme wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 na ule mstari wa 27. Anasema hivi: Likaraba shantara destele de reando kusikiria bahakaza. Bali na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikaisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tarudia hapa ili tuelewane, kwa sababu unaweza ukajua kwamba maisha unayoyaishi ukajua nimefika, lakini ukasahau kwamba Mungu hakukuleta tu uje ufanikiwe alafu baada ya hapo uende jehanamu. Anasema bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Paulo alikuwa anafahamu. Ukisoma 26 anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewani. Kwa Paulo katika juhudi zake zote, okay, haina shida, ninahubiri injili ya Bwana. Nisije nikahubiri injili ya Mungu alafu baada ya kuihubiri injili ya Mungu nikawa mtu wa kukataliwa. Kwa sababu utasema nimejuaje? Wakati Bwana Yesu anasema, anawaambia wanafunzi, anazungumza, anasema hivi: msifurahi pepo kwa kuwa wanawatii, bali furahini majina yenu kwa kuwa yameandikwa kwa Baba. Kwa haina maana kwamba ukafurahi kwa sababu umefanikiwa sasa hivi, alafu baada ya kufanikiwa sasa hivi ukasahau kwamba kuna kitu unachotakiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Makazante la de rede bokusika. Niko pointi ambayo nazungumza kwa habari ya kwamba ukiongozwa na Roho wa Mungu utaurithi ufalme wa Mungu. Utaurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivi ambavyo unavihitaji sasa hivi, Mungu anapokusaidia, na Mungu anakusaidia kwa sababu Mungu hawezi akafanya hawezi akaanza kukuongoza asifanye ambacho amekwambia.
atakifanya kwa muda na wakati, kwa sababu anasema yeye ni Mungu, hawai, hachelewi wala hakawii, anajibu kwa wakati. Kwa ukishafikia hatua kwamba Mungu ameanza kukuongoza, hakuongozi ufeli, anakuongoza ufaulu. Sasa usisahau, usije ukasahau, Mungu anapokuongoza hana maana ya kukuongoza ufeli. Anakuongoza ili upate mara 100 ya hapa duniani, alafu kisha ufalme wa Mungu. Kumbuka anasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa unataka yeye ameamua kukuongoza wewe, sasa anakuongoza kukupa uzima wa milele, lakini kukupa na mara 100 ya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Likarabashante rade koza praata. Lakini jambo la 4, utakuwa mwana wa Mungu. Mfano sasa hivi, unaonaje wewe sasa hivi kwamba wewe ukaambiwa wewe ni, yani wewe ukawa ndio mtoto wa rais? Utajisikia kwenye nafasi, utajisikieje kwamba wewe kuitwa mtoto wa rais? Utajisikia fahari sana. Utajisikia nini? Fahari. Sasa utapoanza kukubali Mungu kukuongoza sehemu yoyote, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, upo shuleni, utakapoanza kukubali, utaitwa mwana wa Mungu, utakuwa mwana wa Mungu. Zakatarabadeste lede nabo kushika. Najua kuna mtu mwingine ana maswali mengi kwamba nawezaje mimi sasa kuanza kuongozwa na Mungu? Unaweza ukafuatilia vipindi vilivyopita, tumezungumza vitu vingi kwa habari ya namna mtu anavyoweza kuongozwa. Kwamba Mungu anaweza akaanza kumuongoza kwa namna ipi. Tulizungumza kipindi kilichopita. Kwa ukiona kama hichi kama kuna mahali unashindwa kuelewa vizuri, unaweza kurejea pia vipindi vilivyopita kwenye eneo la namna ya kuongozwa na Mungu. Sasa namna ya Mungu kuanza kukuongoza wewe. Maana nasikia kuna mtu ana maswali moyoni mwake, anauliza nitawezaje kuongozwa na Mungu? Leka raba sante lede ya bokoshika. Ngoja nikuonyeshe nafasi ya mtoto. Mtoto ana nafasi kubwa sana mbele za Bwana. Utakuwa mwana. Jakaradaste ledda bokoshia. Hoza baraneste lede rede bokoshika. Hoza pamazante rede bokoshaka radeste lede nene desekete vedia gashanta. Masakata rabasanta reti vidiande rede bosaka radea. Shaprana haza katera bagadusa. Kuna kitu cha ajabu sana nilijifunza kwenye hilo eneo. Kwa sababu kuna mambo ambayo unaweza ukajua kwamba au kaona kwamba yani ni kama kuna nafasi ambayo unakosa, lakini kuna nafasi kubwa sana Mungu kakupa. Ila kwa kuwa hujaifahamu, leo Mungu anataka uifahamu ili uchukue hatua. Kwa sababu gani? Jambo usilolijua siku zote lazima itakupa changamoto na uwezi ukaelewa kwamba hii inakaa kwa namna gani. Yohana sura ya 20 na ule mstari wa 31. Tufungue kitabu cha Yohana. Makazante lede rede bokushika.
Mazobrade hezekita pavaradeshi. Lika magazante redebo kushika radeste led naba kusia. Haya bazante led rede kushika. Kitabu cha Yohana Lekraba hazopa paradeste lede rido kosia. Likosha pavarada. Kitabu cha Yohana sura ya 18. Sura ya 18 nasoma kuanzia mstari wa 15. Wakamfuata Yesu, Petro na wanafunzi wengine. Na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu. Sio hapa. Kuna mahali anazungumza, anasema kwamba kwa kuwa mwana, kwa kuwa baba, kwa kuwa Yesu yeye ni mwana na yuko baba, baba amempa yote mwana, na kazi anazifanya kwa lengo la kufanyaje? Ili anasema ili muamini. Sasa alivyo baba ndivyo na mwana alivyo. Na ndio maana akasema kwamba baba alivyo na mtoto yuko hivyo. Sasa ukiitwa mwana wa Mungu, ina maana utaanza kukaa kwenye nafasi ya kimungu, kwenye nafasi ya uungu. Ile mamlaka ambayo baba anayo itakuwa inafanya kazi ndani yako. Kwa sababu gani? Wewe ni mwana wa Mungu na una nafasi kama mtoto wa Mungu. Sasa ikiwa una nafasi kama mtoto wa Mungu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikakupa shida wewe, kwa sababu utakuwa una mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anafanya uumbaji, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Ina maana hamfanyi kwa sura ya nje kama nyama hivi, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabudu wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa tunapozungumza kwa habari kwa mfano na kwa sura, haimaanishi kwa mfano wa nje, inamaanisha kwa mfano wa ndani. Kwa mfano wa ndani tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Ile neema akasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 3 kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo kitu iko ndani yako, kwamba una mamlaka ya kusema kwamba mimi Ibrahim, mimi Yoeli nikasema. Unapita kwenye changamoto ya kiuchumi, mambo hayaendi, unasema kuanzia leo. Unapita kwenye changamoto ya magonjwa, unasikia unapata shida, unasumbuka na magonjwa, unasema kuanzia leo, wewe ugonjwa sikuhitaji kwenye mwili wangu, mimi ni mzima. Hicho kitu utakachokisema kitakuwa kama ambavyo umekisema. Kwa nini? Mungu amekupa mamlaka ya kusema. Hauoni mbele mwanga, unaona giza. Una mamlaka Mungu amekupa ya kusema iwe nuru, inakuwa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Iwe nuru, inakuwa nuru. Hicho kitu Mungu amekiweka ndani ya wana wa Mungu, ndani ya watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hicho kitu kipo ndani ya mtoto wa Mungu. Yaani ina maana kwamba wewe ambaye umekubali kuwa mwana wa Mungu, hicho kitu kimo ndani yako cha kusema kwamba katika kipindi hiki nimeteseka kwa muda na sikuwa nafahamu nafasi yangu. Sasa nimeifahamu. Kumbe ninaweza nikaiambia hii hali inayonipata sasa hivi, wewe sio makao yako. Mimi ni hekalu la Bwana na ni nyumba ya Bwana ya Mungu. Kwa Kristo yumo ndani yangu na mimi nimo ndani yake.
Wakati Bwana Yesu anaomba kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17. Akaomba Bwana Yesu akawa anatuombea, anaomba kwa habari ya umoja. Anasema kama sisi Baba tulivyo wamoja, vivyo vivyo na hawa. Kwenye Mathayo Yohana sura ya 17 mstari wa 2 anasema kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote waliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nitaruka hapa. Mstari wa 5, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule uliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Lekorabazante ladrnakuja kapaya zikaba aldera hazoka lekoja mandele de redesto brigaza. Mstari wa 9 anasema nawaombea hao, siuombee ulimwengu, hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako na wote walio wako ni wangu, na wote walio wangu ni wako na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Sasa nisikilize, hichi kitu kitakusaidia. Yesu akawa anaomba kwa habari ya kwamba yani kama Yesu na Mungu walivyo wamoja, akawa anatuombea hichi kitu kwamba tuwe nini wamoja. Ina maana sisi na Baba tu kitu kimoja. Sasa ina maana kile kitu ambacho Mungu anacho na sisi tunacho, na kwa kuwa sisi tunacho tunaweza kufanya. Kwa sababu gani? Yuko anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Liko rabazante ledriabo kusika. Kuna wewe ambao unanisikiliza muda huu, unaweza ukawa huko unapita kwenye hali ambayo unakuwa muda mwingine unashindwa kuelewa, unapita kwenye mazingira magumu, na unawaza kwamba hii hali inaendelea hata lini. Sikiliza, itakusaidia. Maneno unayoyatamka yana nguvu kubwa sana juu ya hali unayokutana nayo. Maneno unayoyatamka yana nguvu kubwa, kwa sababu mamlaka mamlaka imewekwa kwenye kinywa. Mamlaka yako ipo kwenye kinywa. Unachokitamka ndicho yani unapokitamka hicho kitu kitakuwa kama ulivyotamka. Kwa sababu gani? Kuna neema ya uungu Mungu ameiachilia ndani yako. Na hiyo neema Mungu hajakupa kwa ajili ya itumike kinyume, amekupa ili itumike sawa sawa na mapenzi yake. Leko zaka pavarande stelede bokushika mozante ragazato vraate abrahado kushika. Kwa hizo ni baadhi ya moja ya faida za kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Le mahazo kapava radeste ledrabo kushika. Hizo ni baadhi. Kwa kuna vitu vingi sana ndani yake hapo, lakini pia kwa kuwa watu wengi wanatutazama, kuna wengine mambo haya bado hawajaanza kuyafahamu sawa sawa. Lakini kwa wewe ambaye pia ni mtumishi wa Mungu, hichi ni kitu cha msingi na cha muhimu sana ambacho unapaswa kukifahamu. Kwa sababu hakuna mahali unaweza ukafanya jambo lolote na likaonekana kwa kiwango kikubwa kama Mungu haujakubali yeye awe pamoja na wewe. Lazima ukubali kwanza. Alafu utakapokubali sasa, yeye atakuwa anakuambia nataka ufanye hiki. Kwa sababu Yeremia wakati anaambiwa, aliambiwa hivi, nitatia maneno yangu katika kinywa chako. Hakusema atachojisikia Yeremia kusema. Mungu anamwambia nitatia maneno yangu kinywani mwako.
Kwa ina maana anategemea kuongozwa na Mungu ili afanye alichoambiwa afanye. Anaambiwa nimekuweka juu ya mataifa ili kujenga, kubomoa na kupanda cha kwangu. Sasa Mungu amemweka, lakini kwa ambavyo amewekwa hawezi kufanya cha kwake, ila anafanya kile ambacho Mungu atampa kufanya, kile ambacho Mungu atamwambia kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wewe ambao unatusikiliza, unasikiliza sasa hivi kipindi hiki, mimi shauku yangu kubwa sana ilikuwa ni kumwambia Mungu, naomba uniongoze. Hiyo ndio kiu ambayo ilikuwa ndani yangu kubwa sana, kwamba Mungu, nahitaji kuongozwa na wewe. Kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Maamuzi mengi sana, asilimia kubwa, yani vitu vingi sana, asilimia kubwa huwa nikijiamulia mwenyewe nisipomruhusu Roho Mtakatifu, vingi huwa vinafeli. Lakini vitu vingi ambavyo huwa namruhusu Mungu kwamba Mungu, hiki naomba hichi niambie, hiki niendeje, nifanyeje, vinafaulu. Kwa kiu yangu kubwa nilikuwa ninatamani kwamba kuona Mungu ananiongoza, kwa sababu nitafeli, automatic nitafeli. Sasa kwa nini nifeli na wakati Mungu amesema kwamba ninyi ndani yenu nanyi ndani yangu mkikaa, hapo ndipo mtakapoweza kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe. La kashantara desteled nabo kusika. Kwenye eneo la somo hili tutaishia kwenye sehemu hii, na baadaye hapo tutaomba kwa ajili ya wewe ambao ungetamani kwamba Mungu awe kiongozi kwako, akuongoze kwenye kila mahali unapokuwa, akuongoze kwenye kazi yako, akuongoze kwenye biashara yako, akuongoze darasani, kwenye masomo. Wewe ni mwanafunzi, unataka Mungu akuongoze, tutaomba na wewe. Lakini nasikia tu kukuambia neno hili kwamba ndani yako sikia msukumo na kiu ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Makazante rabagadoza pradeste led nako shaka paradea reduza pavarande sekitirianda radoza paragadosh. Ngoja nikupe ushuhuda huu utakusaidia. Kipindi cha nyuma nilikuwa napenda sana kufanya mazoezi. Kwa hiyo nilikuwa naweza nikaamua kwamba nitakimbia kutoka hapa hadi mahali fulani, alafu nitarudi. Nimefanya hivyo siku kadhaa, lakini kuna siku nikawa nimeamua kutoka, nikakimbia umbali mrefu sana. Nilipofika mahali nilipofika mahali palikuwa na kama bango kubwa. Sasa lile bango mimi sikulisoma vizuri, japokuwa moyo ulikaniambia kwamba usivuke hapa. Yaani sauti ndani inaniambia usivuke hapa. Lakini nikiangalia kwa mbele kuna barabara, yani kwenye lile gate, ni gate kubwa sana, lina bango. Na mbele naona kuna barabara inaenda hivi. Sasa mimi nikawaza, mbona hapa kuna barabara, mbona inaenda? Sasa ile sauti mimi sikusikiliza, nikavuka. Ile navuka tu hivi pap, nikakutana na maaskari wameshika bunduki. Ghafla wakanielekezea bunduki. Wakanikamata. Wakaniambia, wewe unapita hapa kwa ruhusa ya nani? Wewe kama nani unapita hapa? Kwanza unatafuta nini? Kumbe nimeenda kwenye kambi. Ilikuwa ni kambi ya jeshi. Sasa wakanipigisha pale magoti, lakini ukumbuke nimesikia kabisa sauti inaniambia, na nasikia ndani naambiwa kwamba usiende. Nasikia ndani naambiwa usiende, lakini nikaispuuzia hiyo sauti, nikaenda. Nilivyoenda nikakutana na jambo la namna hiyo. Lakini Mungu ni mwaminifu, alinisaidia nikatoka mahali pale. Kwa hiyo ninachotaka kukuonyesha ni nini? Mruhusu Mungu, mruhusu Roho Mtakatifu ili akuepushe na hatari, akuepushe na vita, akuepushe na mambo ambayo yanaweza yakaharibu hatima yako na maisha yako. Le mazeketerere bokora basanta radeste. Paulo kwenye safari zake alikuwa anamsikiliza Bwana Mungu anasema nini.
Kuna mahali anasema kwamba nilitaka kuja kwenu lakini roho akanizuia. Nilitaka kuja kwenu lakini shetani akanizuia. Kwa akaweza kufahamu hapa ni Mungu anamzuia asiende na hapa ni shetani anamzuia asiende. Sasa hadi kufikia huko nadhani taomba neema ya Mungu endelee kujifunua zaidi ndani yako ili uweze kufahamu na uweze kutembea kwenye neema hii ya kuongozwa na Mungu katika maisha ya kwako. Makazantara deste led nabosa. Jekia bahazo kaparadeste. Kabla ya maombi, kwa wewe ambao unataka unabii, Mungu anataka kusema pia na wewe. Unataka unabii, unataka Mungu aseme na maisha yako, akupe direction, akupe mwongozo wa wewe. Unaweza ukatype kwamba nataka unabii, nataka unabii, nataka unabii, na Mungu ataenda kusema na wewe kwenye habari ya kwamba utakuwa mwana wa Mungu. Niko na prophet mahali hapa. Shalom. Shalom. Kwenye jambo hili pia la kwamba kwenye kumsikiliza Mungu ndio inamfanya mtu awe mwana wa Mungu. Ili mtu awe mwana wa Mungu ndio au kuna hatua lazima mtu apitishwe. Kuna hatua lazima mtu azifuate. Ndio. Na mbingu huwa zinaenda kwa kanuni. Kwa mfano Yesu alipokuja ulimwenguni, yeye alikuja kama njia. Ndio maana akawaambia kwenye kitabu cha Yohana, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa mimi. Kwa mtu aweze akamuona Mungu bila nani? Bila Yesu. Manake Yesu ni njia. Kwa ili tumpate Mungu, tumpate Baba, kuna njia ipo. Ndio. Sasa Mungu anapokuwa anamuongoza mtu, huwa anamweka chini ya mtu. Ndio. Mara nyingi uongozi wa Mungu, maana ni wachache ambao ana uwezo wa kuisikia moja sauti ya Mungu. Ndio. Ana uwezo wa kuelewa maono nini Mungu anachokisema. Sasa Mungu anatuma mtu. Ndio. Yesu alitumwa ili kuja kutuonesha njia. Kwamba ninyi hamtaweza kumuona Baba isipokuwa mmenifuata mimi. Na Paulo alipokuja akawaambia hivi, nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Ndio. Maana ili ninyi muweze kumuona huyo Mungu, nifuateni mimi maana mimi ninamfuata Kristo. Kwa mara zote njia nyepesi ya mtu anapoanza kujiuliza nitaongozwaje na Mungu, akubali kunyenyekea, akubali kuwa chini. Mungu alipotaka kuongoza wana wa Israeli, ndio, ili awatoe Misri, alimtuma Musa. Ndio. Alipomtuma Musa, Musa anaisikia sauti ya Mungu. Huyu Musa anawaeleza hao kwamba tupite hapa, twende sehemu fulani, tunafanya hivi. Kwa Musa anakuwa na maelezo. Ndio. Kwa waliokuwa wanakubali kumfuata Musa, waliokuwa wanamsikiliza Musa, walikuwa wanaisikiliza sauti ya Mungu. Sio kama tunaelewana. Yohana alikuja, Biblia inasema hivi, yeye ni sauti ya mtu aliyenyikana. Alikuja kwa ajili ya kutengeneza njia. Ndio. Si ndio? Kwa kuna watu wamekuja kwa ajili ya kuwatengenezea watu njia ili wamuone Mungu. Kuna watu wanakuja ili wakutengenezee wewe njia. Umuone Mungu katika maisha yako. Sasa usipowasikiliza hao watu, mtu anaweza akawa anatamani kufanya kitu fulani alafu kile kitu hakifanyiki. Kwa sababu hajafuata kanuni. Maana Mungu ni Mungu wa kanuni. Unaona, Paulo anaisikia sauti ya Mungu. Ndio. Anafuata maelekezo. Lakini kuna mahali ilifika. Maana yake alikuwa kwenye mazingira magumu. Na mtu akiwa kwenye mazingira magumu, mara nyingi sauti ya Mungu kuisikia inaanza kuwa shida. Ndio. Paulo akatokewa na nabii mmoja anaitwa Agabo. Agabo alipotokea, akauchukua mkanda wa Paulo kiunoni mwake. Akajifunga mikono na miguu. Alafu akasema hivi ndivyo atakavyofanywa mtu huyu atakapoenda Yerusalemu. Manake Mungu alikuwa anamuonya Paulo kwamba usiende. Paulo hakusikia, akakaza kwenda, na watu walijaribu kumzuia kwa sababu nabii amemwambia. Paulo hakutaka kusikia. Akamwambia, wewe kwa nini unizuie? Alipoenda yale mambo yakamtokea. Kwa hiyo kuna watu wanaweza akawa anaonywa kwamba usifanye hivi, usifanye hivi. Alafu anaamua kufanya.
kwa kulazimisha. Ndio. Kuna watu ambao mioyo yao inawapa kusita. Anasita kufanya jambo fulani ila analazimisha. Manake Mungu anasema ila anashindwa kufuata maelekezo. Ndio. Na maelekezo rahisi huwa yanatoka kwa mtu. Mungu anasema na mtu anamtuma mtu kuja kusema. Biblia inasema nikaamka asubuhi naamka asubuhi na mapema na watuma wajumbe wangu manabii kwako. Lakini mnawapuzia hamuwasikilizi. Ndio. Mnakaidi. Manake Mungu kumbe huwa anatuma watu. Ili usikilize sauti ya Mungu lazima uwe chini ya mtu. Ili Yesu amsikie Mungu, ndio, ilibidi akanyenyekee kwa Yohana Mbatizaji, abatizwe. Ili wewe umsikilize Mungu, lazima Mungu akuweke chini. Yesu unasikia sauti ya Mungu, lakini kuna mtu atakuwa juu yako. Maana kila atawalai kila atawalai kuna aliye juu anayetazama. Sijui kama watu wanaelewa mahali hapa. Maana mtu anaweza akawa anauliza kwamba mimi nitaongozaje. Anaomba, anaweza kawa ni mwanamaombi mzuri. Lakini kumbe huyu mwanamaombi anastahili apate mtu wa kumuongoza. Kumbe huyu mwanamaombi anatakiwa apate mtu wa kumpa maelekezo. Na ndio maana hapo inakuja tofauti kwamba hivi. Anakuja mtu anaona maono, lakini hayaelewi, inabidi aje kwako akueleze kwamba nimeona 1 2 3. Nini Mungu anasema mahali hapa? Manake unaanza kumpa maelekezo, manake amepewa kodi. Unajua mfano jeshini wana ishara. Ndio. Ambazo zile ishara kama mtu azijui haitamsaidia chochote. Kwa hiyo ikitokea ishara, wakiona ishara yoyote au alama yoyote, watamtafuta mtu wa kuidikodi ile kodi. Ndio. Sasa ulimwengu wa leo unaenda kwa kodi. Mungu anaweza akasema na wewe lakini akampa kodi huyu mtu. Ili aidikodi au aifungue, inabidi amtafute mtumishi wa Mungu. Hiyo ndiyo maana ya kuongozwa na Mungu. Wale waongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ndio. Hao ndio wana wa Mungu. Wanaongozwaje? Aliye baba ana watoto, si ndio? Ila hawezi akawa baba bila kuwa na wazazi. Hawezi akawa mama bila kuwa na wazazi, kwamba alitokea tu hivi, no. Kwa siku zote huwa inaenda kwa kanuni hiyo. Sio kama kuna watu ambao wanaelewa hapa kidogo, wanapata mwanga kwamba nini kinachoendelea. Oh yes. Ili Musa afanye uongozi vizuri alimtegemea Leueli. Kwani wa Midian. Ndio. Yes lo. Kwa kuna watu ili wasikie sauti ya Mungu lazima wakusikilize. Kuna watu ili wasikie nini Mungu anasema inabidi wakusikilize. Kuna mtu anaweza akawa anaomba, maana ni muombaji kabisa, lakini anahitaji kuisikia sauti ya Mungu. Anahitaji kumuona Mungu. Ndio. Anatamani kumuona Mungu, ila Mungu haji kwa sababu kuna veso ameshaiandaa. Kuna mtu ameshaandaliwa kwa ajili ya kuleta mafunuo. Kwa ajili ya kumfanya huyo mtu aisikie sauti ya Mungu. Maana si kila Mungu yupo kila mahali, ila sio kila mahali Mungu anaonekana. Ndio. Kwa hiyo Mungu ni wa wote wenye mwili. Ila afanye kazi na wote wenye mwili. Sijui kama tunaelewana. Ndio. Mungu ni Mungu wa Israeli. Lakini hakufanya kazi na Israeli wote. Alichagua taifa moja tu, kabila moja la Lawi. Akasema hawa watakuwa makuhani. Kwa hiyo wewe ni mtu wa Mungu, lakini kuna mtu amewekwa tayari. Kwamba hivi huyu atakusaidia kujua kile nini mimi ninasema, Mungu huyo. Kwa ili Israeli wajue nini Musa anasema, itabidi wamsikilize Haruni. Na ili Haruni ajue nini Mungu anasema, inabidi amsikilize Musa. Sio kama kuna watu wanaelewa mahali hapa. Mungu akubariki wewe unayeelewa. Kwa ndio maana wewe uko hapa pastor, si ndio? Kuna vitu unavisikia. Vile vitu unapovisikia, vingine havikuhusu wewe, vinamhusu mtu fulani mahali hapa. Kwa ili yule mtu avipate inabidi akusikilize wewe. Maana yake anapokusikiliza kile unachokiongea, anamsikiliza Mungu nini anasema kwenye maisha yake. Ndio. Anasikiliza plani za Mungu nini anafanya. Na ndio maana mtu akitaka kuyasikia mashetani anafanya nini, inabidi aende kwa mganga.
Lakini mtu anayetaka kusikia nini Mungu anasema inabidi akamsikilize nani? Nabii. Biblia inasema hivi, hapo zamani mtu alipotaka kuuliza neno kwa Mungu alienda kwa nani? Kwa muonaji ambaye hivi leo anaitwa nani? Nabii. Kwa kumbe mtu anapotaka kuisikiza sauti ya Mungu inabidi amtafute mtu anaitwa nabii au mwenye neema ya kinabii. Ndio maana anaweza akawa ni pastor, lakini kwa nini kuna prophetic pastor? Maanake huyu ni mchungaji ila ana neema ya kinabii. Ana uwezo wa kusikiliza Mungu. Hii kama tunaelewana. Samueli ili amsikilize Mungu, aanze kuelewa nini Mungu anasema, ilibidi amsikilize Eli. Eli akampa maelekezo, maanake akampa uwanja kwamba hivi nao unaweza huu mlango unafunguliwa hivi ili ukakiaccess kile kilichomo ndani. Kwa ili kufungua mlango ukiona hivi fanya hivi. Akampa jambo tu dogo kwamba akikuita itika hivi. Mlango unafunguka. Unasikia nini kile Mungu anasema kwenye maisha yako? Kwa uongozi wa Mungu upo hivyo. Ndio maana serikalini kuna rais, si ndio? Leo mtu wa mtaani hapa akiwa anataka kuzungumza na rais, akiwa na shida, ana shida ya rais, hataenda moja kwa moja kwa rais. Ndio. Ataanza kwenda kwenye hatua ndogo ndogo hizi. Ataenda kwa balozi, ataenda kwa nani? Sasa sisi ni mabalozi wa Roho Mtakatifu. Tu mawakili wema wa siri za Mungu. Na ndio maana Mungu analeta siri zake. Ndio. Imagine mtu anakuambia hivi, huyu mtu nayemuona hapa ametoa mimba. Ni siri yake aliweka. Hataki mtu ajue, lakini Mungu anakuambia hivi, huyu ametoa mimba. Sasa kwa nini Mungu amekwambia? Wewe ni wakili mwema wa siri za Mungu. Kwa msaidie huyu mtu aliyetoa mimba. Kwa nini ni wakili? Unajua mawakili wao wanaenda kuwatetea watu na nilii mahakamani. Ndio. Maana yake wewe msaidie huyu mtu asije akahukumiwa. Ndio ulivyo uongozi wa Mungu. Yes. Ni sawa na mzazi anaweza akajua hivi mtoto wangu amefanya 1 2 3. Lakini anaweza akasema hapana, hajafanya, ila baadaye atamuonya. Namwambia wewe, nisikuone tena unafanya 1 2 3. Unaona ulichokifanya? Mzazi anajua lakini anakutetea. Huo ndio maana tuna kuongozwa. Maana Mungu anahukumu kwa haki. Kwa hiyo Mungu akaweka uongozi. Ili ujue nini Mungu anataka, kuna mtu anamweka kwako. Kwa hiyo wewe ambaye unasikiliza hapa, sikiliza Mungu anachokisema. Amen. Kuna vitu pastor anavisikia, atavizungumza kwako. Utakuwa ni moja ya kuisikiza sauti ya Mungu. Na kusikiliza na kuongozwa na Mungu ni kutii, kukubali, kufuata maelekezo. Maanake kusema kwamba mimi ninaongozwa, ndio, alafu hakuna maelekezo ambayo huo unapewa kuyafuata, bado. Lazima ukisema tu kwamba hivi mimi ninaongozwa na fulani, kuna maelezo atakuwa nakupa. Kuna maelekezo utakuwa unapewa kuyafanya. Yesu akasema hivi, yeye anaongozwa na Mungu, si ndio? Ndio. Akawa anasema hivi, sifanyi neno lolote ila alilosema nani? Baba. Siwafundishi ila yale ambayo nimeambiwa na nani? Na Baba. Kwa kila alichokuwa anakifanya, anafanya alichoambiwa. Unaona, anakuja mtu Mkananayo. Maana yake ni Mkanani huyu mama. Ndio. Anataka mtoto wake aponywe. Yesu anamwambia hivi, siwezi nikawapa mbwa chakula cha watoto. Acha watoto washibe kwanza. Aha. Sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Kumbe Yesu alikuwa anasikiliza maelekezo kwamba hapa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa na wewe ambaye unasema na mimi nataka kuongozwa na Roho wa Mungu. Ndio. Cha kwanza chagua, uwezo ukasema unaongozwa na Mungu, alafu au unaongozwa mimi baba yangu ni fulani. Una baba fulani, una baba fulani. Unaweza kukuta mtu leo yuko kwenye madhabahu hii, kesho platform hii, kesho platform hii. Anasikiliza maelekezo huko, anasikiliza maelekezo huko. Yaani ni sawa na mtoto, una mtoto wako nyumbani. Anatoka hapa anaenda kwa jirani, anasikiliza maelekezo ya jirani. Akimaliza kusikiliza maelekezo ya jirani, anakuja tena na kwako. Anasikiliza na kwako. Sasa atayafanya yote? Hapana. Mtu aweza akawa na mabwana wawili. Kwa chagua madhabahu ambapo utakuwa unasikiliza maelekezo ya Mungu hapo. Alafu Mungu atafanya vitu vikubwa. Amen. Kwenye maisha yako. Amen. Watu waliokuwa wanaongozwa kutoka Misri kwenda Kanaani, waliomsikiliza Musa kwa moyo wote waliona Kanaani.
ila watu waliokuwa na mawazo mawili mara wako kwa kina Dasa na Kola, mara wamerudi kwa Musa, mara wanafanya hivi, wote waliishia jangwani. Wote wakaishia jangwani. Kwa nini? Walikuwa wanasikiliza huku, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, wanarudi huku, huyu amesema hivi. No, mwambie Mungu kwamba mimi nataka basi stop yangu inakuwa hapa. Amen. Queen anataka maelekezo. Pastor utazungumza naye. Amen. Anasema kwamba yule mama mjane alipewa maelekezo na Elisha akalipa madeni. Ndio. Na yeye anataka maelekezo. Okay. Ana madeni. Unaweza kuendelea sasa. Queen. Anasema ana madeni. Leka bazantara Mwambie niko naika picha. Mazakatele de bosaka Bangladesh. Roza bahatera na mazakatesh. Ani hapa nilikuwa alikuwa anajua nimeanza kuona nini. Makazantere de bosaka radai stage webindo kusika. Kwenye eneo hilo imekaa kwa namna hiyo, inabidi ukubali, utii. Na ndio maana Biblia ikasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kwa kubali afu tii. Afu baada ya hapo Mungu ataanza kufanya vitu vikubwa kwako. Nataka nizungumzie pia na wewe Queen ambaye unataka kwamba Mungu afanye kwako. Queen umetumiwa invite, be invited. Ili naona Queen ameshindwa kujoin. Maso Belika Bangladesh. Niko zakatera da bahazo paradea. Okay, Queen. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shalom. Shalom. Ndio, unaendeleaje Queen? Okay, Brian ni nani? Brian. Ndio. Umfahamu Brian? Wanakuja tu kupata matibabu ila hujamfahamu zaidi. Yaani si kwamba ninafahamu kiundani, anafahamu kwa jina, basi najua mahali anafanya kazi. Aha. Wakati naongea sasa hivi na wewe, sijajua hii hali ni unakuwa unaipata wewe, maana wakati naongea na wewe ghafla nasikia kama msisimko kwenye hali huu upande huu wote huu. Hiyo hali inakuwa inakupata wewe? Imekuanza hiyo hali na muda gani?
kama kitu kuna upande wa bega mkono wa kushoto wa kulia. Na unakuwa ufahamu ni shida nini? Ndio. Leka bazantere de Karabazuko Pradesh. Una ofisi? Ndio. Maana wakati naongea na wewe naona ni ofisi, lakini sioni kwamba, naona iko kwenye sehemu ambayo sio kana kwamba kuna population kubwa sana ya watu. Naona tu ni kawaida, yani si kana kwamba kwenye ile eneo sioni watu wengi sana. Na mbele hapo kidogo naona kama vumbi. Oh. Kwenye ofisi yako hapo, kwa sababu unapoongea na wewe naona hadi kwenye issue ya kiuchumi kidogo imedrop. Na hujajua shida ni nini? Hapana, kwenye hiyo ardhi kuna kitu kilifanyika kwenye ulimwengu wa roho. Yes, kwenye hiyo ardhi kuna kitu ambacho kilifanyika, na that's why ndio ika influence na ndio maana naona kitu cha namna hii. Kuna siku umefika tu hivi ofisini, ghafla ukasikia kama msisimko upande huo ambao unausikia. Ukasikia huo msisimko, afu hiyo hali ikapotea. Lakini changamoto imeanza kwenye ardhi. Changamoto, kuna shida hapo kwenye udongo. Unanisikia? Mahali hapo una chumvi. Hapo uko nyumbani? Uko ofisini. Sasa hapo umesema una chumvi? Hapana. Aha. Maji? Okay, nataka niombe chumvi, alafu hiyo chumvi utamwaga hapo kwenye ofisi yako hapo nje. Na ili kujua kwamba kuna kitu kilichofanywa kiroho kwenye hilo eneo, sasa hivi utakapo kuombea utasikia ghafla, utasikia utofauti kwenye mwili wako. Kuna kitu kama vile utaona kama kuna kitu kimevuka ndani yako. Sasa hivi utakapoenda kuomba. Sasa labda tuendelee na hayo maji na chumvi, nadhani nitachukua namba ya kawaida nipige kwa kawaida, alafu nikishaviandaa hivi hapo niombe. Okay. Aya, sawa. Mwingine nani unasema? Queen. Huyo wa juu ni Irene upo online? Yeah. Okay, unanisikia? Amina. Ndio, unaendeleaje? Lika bazanti. Wakati naongea na wewe Queen, unakuwa unapata maumivu ya kifua, unakuwa unasumbuka, kifua kinakuwa kinakupa shida. Nilikuwa ninapata shida, lakini jinsi mliniombea naendelea vizuri. Unaendelea vizuri. Na leo tutakuombea tena. Amina. Yes, tutakuombea tena na leo. Unajishughulisha na biashara? Ndio. Lezo katavarana stovrida akasaya. Na kwenye biashara, lakini pia kuna kitu hiki Queen, macho yako wewe unakuwa unayasikiaje macho? Maana nasikia macho yanakuwa kama vile yanakuwa unapata shida, kama unakuwa unayasikia kama kuna mchanga, lakini yanawasha tu basi. Na wewe unajua, unaona tu hiyo ni hali ya kawaida. Okay.
hiyo hali tutaiombea itakuachia. Amen. Utakaa sawa sawa, lakini pia wewe kuna mambo mengi ambayo unakuwa unayapanga kwamba unataka ufanye hichi, ufanye hichi, lakini kuna asilimia kubwa ya vitu unavyovipanga havifanyiki. Kabisa ni kweli. Na unakuwa unajiuliza kwamba tatizo ni nini? Kwa sababu kama ni fedha kwa sehemu, japokuwa sio sana, naona pia kuna shida kwenye biashara ya kwako, lakini kwa sehemu unakuwa unapata fedha, lakini zile fedha hauzitumii kwenye maendeleo. Mara nyingi unakuzitumia kwenye vitu unaona magonjwa. Yaani ukishapata tu fedha, ghafla matatizo yanaibuka. Ndio, ni kweli. Okay. Leka bazuka brades. Regina ni nani? Regina. Ndio. Bana, kwa hapa nilipo Regina haipenda nafasi kufanya kazi kama vile kwamba nasema Regina na mfahamu ni dada mmoja hivi anayefanya naye kazi kama vile mmewahi kufanya naye kazi miaka